Mtazamaji wa Kipepeo Digital, jina langu naitwa Elijah Felix Beyeza. Kwa mara nyingine tena leo niko hapa katika kata ya Mabwepande, manispaa Kinondoni, jiji la Dar es Salaam, ambako leo ni mwisho wa mwezi tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026, ambako mitaa hii hapa inajiorganize kwa ajili ya kufanya usafi, ambako leo wamefanya usafi katika mtaa wa Mabwepande. Nimefanikiwa kuzungumza na mwenyekiti wa mtaa wa Bunju B, naye alikuwa naye kusema, lakini sambamba na huyo na wengine wenye viti mbalimbali na viongozi wa chama na serikali nao waliweza kuzungumza. Tuwasikilize walichokisema. Kwa jina anaitwa Juma Ali Mwalimu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bunju B. Leo ni siku ya tarehe 27, tupo kwenye zoezi la usafi. Tupo katika mtaa Mabwepande, eneo la kata, na huu ni mwendelezo wa ratiba ya kiserikali kuhakikisha kwamba kata Mabwepande tunaimarisha swala la usafi katika mitaa yote mitano ya kata Mabwepande. Tulianzia Bunju B, tukaenda Mabwe, tukaja Mbopo pamoja na maeneo mengine Kionzile, na sasa tumeanza awamu hii, tumeanzia Mabwe kuhakikisha kwamba zoezi hili linaendelea kama maagizo ya serikali yanavyotaka, kuhakikisha tunasimamia mitaa yetu ili iendelee kuwa safi na salama. Labda wewe kama mwenyekiti, jitihada zipi mnazitumia? Wakati mwingine tunakutaga usafi umerundikwa barabarani, yale magari ya kuzoa waga yanachelewa, labda mkipitia station kama hiyo waga mnafanya? Kwa mimi mwenyekiti wa mtaa Bunju B, kwa kuhakikisha kwamba tunasimamia vyema hili zoezi na kusimamia usafi vyema, kwanza kipekee katika mtaa wangu tunacho kikundi ambacho kinafanya kazi katika mtaa wa Bunju B, kwa maana ya kwamba wana vifaa vya kutosha, gari lipo. Tunapokuwa kwenye zoezi la usafi, hakikisha tunapokuwa tunasimamia usafi na gari liko nyuma linapakia uchafu kuelekea dampo. Labda unatoa wito gani kwa wanaume? Maana inaonekana wanawake ndio wengi ndio wamekuja, lakini wababa wapo wachache. Ndugu mwandishi, kwa kuwa huu ni mwendelezo, tunaendelea kuhamasisha kwamba watu wote wajitokeze kwa swala la usafi, na sisi viongozi wajibu wetu kusimamia kuhakikisha zoezi la usafi linaendelea. Tunafahamu haya ni maagizo kwamba kuhakikisha kwamba sasa hivi wilaya nzima na sisi wakazi wa Mabwepande, hususan viongozi wa mtaa Bunju B, tumezamilia kuhakikisha kusimamia usafi katika kata yetu nzima na mitaa yetu kwa ujumla. Kila wakati na kila muda usafi unaimarika. Tunaendelea kupeana hamasa mbalimbali, matangazo yanafanyika na mikutano inaendelea kuhamasisha wananchi kwenye zoezi zima la usafi wa mazingira. Kwa kuongezea, tunaendelea kusisitiza tu kuwaambia huu ni mwendelezo, na tunaendelea kuhamasisha hasa sisi viongozi katika mitaa yetu tushirikiane ili kuhakikisha kwamba swala zima la usafi wa mazingira linakuwa linaendelea. Na kwa ufupi, wiki ijayo tuko kwenye mtaa kabisa, mtaa pekee, mtaa wa mjini Bunju B, tunahakikisha tunafanyia swala zima la usafi kwenye maeneo ya sokoni kule stendi. Kwa hiyo tunawakaribisha wakazi na viongozi tuje kusimamia swala zima la usafi kwenye maeneo hayo. Kwa jina naitwa Hassan Polomo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mabwepande. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, leo tupo asubuhi kwenye zoezi letu la usafi, na usafi huu wa kila Jumamosi tunafanya usafi kwenye maeneo yetu yote ya mtaa Mabwepande, tukiwa tunashirikiana na viongozi jirani wa mitaa, kwa maana tumejipangia kwenye kata yetu ya Mabwepande. Kila Jumamosi tunaingia kwenye mtaa huu. Kama leo tupo Mabwepande, lakini wiki ijayo tutakuwa Bunju B, tutaenda Kionzile, lakini lingine tutaenda Mji Mpya na Mbopo. Kwa ushirikiano huo tunataka tufanye mji wetu, kata yetu ya Mabwepande iwe safi, na usafi huu tunafanya kushirikiana na wananchi wote wa mitaa yetu, tukishirikiana na viongozi wetu wa chama, alikadhalika na wananchi wa kawaida, kwa sababu serikali ndio chama na chama ndio serikali. Kwa maana usafi tunafanya kwa kushirikiana sana. Lakini niendelee kutoa wito. Nitoe wito kwa viongozi wote wa serikali na chama. Zoezi hili letu la usafi kwamba kila Jumamosi, sio zamani tulikuwa tumezoea mwisho wa mwezi, lakini kwa sasa usafi, kwa sababu usafi ndio unaotakiwa, miji yote iwe safi, na hasa kwenye mitaa yetu ya kata yetu ya Mabwepande iwe safi. Tunafanya kila wiki, usafi unaendelea. Nitoe sana wito wananchi waendelee kufanya usafi, lakini tuongelee kwenye mtaa wangu wa Mabwepande. Mtaa wangu wa Mabwepande
nipende kutoa wito, kuna wananchi ambao wana maeneo yao makubwa, wana viwanja ambavyo haviendelezwi na vimejenga majani mengi na misitu. Lakini nitoe wito kupitia chombo hiki cha habari kwamba watu wote wenye maeneo Mabwepande ambao bado hawajaanza ujenzi waje kufanya maeneo yao safi. Wanatufugia, wanakuwepo wadudu wengi, kunakuwa vichaka, kuna watu si waaminifu, wanafanya matukio, wanaenda kujificha kwenye mitaa hiyo. Nitoe wito sana serikali na kupitia chombo cha habari, natoa wito kwamba wananchi wote wenye maeneo yao Mabwepande waje kufanya usafi kwenye viwanja vyao. Asante. Selemani Mnondwa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kionzile. Leo tuko hapa viongozi wa chama, viongozi wa serikali pamoja na wananchi. Zoezi kubwa la hapa ni zoezi la usafi ambao tumeazimia kila kata kwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, lakini pia kila wiki Jumamosi tunafanya usafi. Kwa hiyo tuko hapa kuungana na wananchi wote kuhakikisha tunafanya usafi. Hili ni agizo, lakini sisi kama viongozi tunalichukua agizo hilo na tunaendeleza kufanyia usafi. Kwa hiyo nitoe tu rai kwa wananchi wote tushirikiane kufanya usafi kwenye maeneo yetu mbalimbali. Hili ni zoezi ambalo linahakikisha kwamba kila eneo linakuwa usafi. Lakini pia zoezi hili pia linakutembea. Kila mtaa tunatembea. Leo tuko Bunjubi, leo tuko Mabwepande, tutaenda Bunjubi, Kionzile na Mji Mpya na Mbopo. Kwa hiyo ni zoezi la usafi ambalo linahusisha kata nzima ya Mabwepande. Mimi kwa jina naitwa Edwin Filipo Milanzi, ni mwenyekiti wa tawi la Mabwepande. Cha kwanza kabisa ni shukuru serikali kwa kuhamasisha usafi kwenye mtaa wetu wa Mabwepande, na sisi kama chama tumeamua kuungana na serikali yetu pamoja na wajumbe wote wa mashina kufanya usafi kwenye mtaa wetu, na hili jambo tunaliomba liwe endelevu, na waomba wanachama pamoja na viongozi wa mashina, hasa wajumbe wa mashina, ili zoezi liwe endelevu kwenye mitaa yao, kwenye mashina yao waweze kufanya usafi. Kila Jumamosi tutapita kufanya usafi, na sisi kama viongozi wa tawi tumekwisha ungana kuona kwamba tutakuwa pamoja na serikali kupita kwenye mashina yote ambayo wanayofanya usafi. Na sio kwa sababu ya leo tu. Leo tuko viongozi wengi, ili zoezi linaunganisha na viongozi wa kata pamoja na mitaa jirani. Lakini sisi kama tawi tumekwisha amua kwamba tutakuwa endelevu. Kila Jumamosi tutakuwa tunaungana na wajumbe kadhaa kufanya usafi kwenye eneo letu la mtaa wa Mabwepande. Ni mwananchi wa kawaida wa mtaa wa Mabwepande. Kwenye mtaa wetu, mimi kama mwananchi, zoezi la usafi nimelipokea vizuri, kwa sababu ni zoezi ambalo linatuweka katika mazingira salama na kuboresha mitaa yetu. Kwa hali ya kawaida, mitaa ikiwa michafu, ina maana mazingira yanakuwa mabovu, hata maradhi yanaweza yakatokea kulingana na mazingira yalivyo. Lakini hivi zoezi la usafi lilipokuja, tunaamini hata maradhi ya milipuko na nini yataondoka kulingana na usafi unaofanyika. Kwa hiyo ni zoezi ambalo tumelipokea vizuri, na tunaamini kupitia zoezi hili mazingira yakiwa safi, maradhi pia yataondoka. Kwa hiyo tunawaomba kama serikali, ili zoezi lisiishie hapo, kwa sababu limeanza, liwe endelevu, ili kusafisha mazingira kila wakati yawe safi na kuepusha vitu ambavyo vinaweza kulipuka kwa wakati wote. Wewe kama mama, na bila shaka una watoto hizo wa kike au wa kiume, wanasema ibada njema huanzia nyumbani. Labda unahamasisha vipi kina mama kuwafundisha watoto wao kuwa wasafi hata kama wakiwa wadogo? Mimi kama mama naweza nikawa mwalimu kwa wazazi wenzangu, ili kuwaelekeza watoto wetu kufanya usafi kwa namna moja. Watoto wetu walio wengi ni wanafunzi, usafi wanaanzia shuleni, hata wanapofika majumbani kwetu pia tunakuwa nao. Tukiwa nyumbani, muda mwingi tunawalazimisha usafi kuanzia asubuhi. Na maana tukianzia usafi wa mazingira, usafi wa ndani, usafi wa miili yao na kila kitu tunawahimiza. Na mimi nitakuwa mwalimu kwa wazazi wenzangu kuwasisitiza wawafundishe watoto wetu usafi, hasa wanapokuwa nyumbani, wakianzia mazingira ya nje ya nyumba yao, mazingira ya miili yao na mavazi yao pia, na vyombo pia wanavyotumia, kwa sababu usafi una aina nyingi ya usafi. Usafi sio mazingira peke yake, lakini tutajaribu kuwaelekeza kile tunachokielewa, kuona jinsi gani usafi unaendelea katika himaya zetu tunazoishi.